lakini gharama ya masomo iende juu. Kwa sababu hivyo ndivyo wazazi wanasema kwa ground, kwamba gharama ya elimu imekwenda juu. Lakini serikali kwa upande wake inasema kwamba ada na gharama ya masomo imesalia kuwa ile ile. Kwa sasa, kabla hatujaingia kwenye mdahalo huo, tuelekee Elgeyo Marakwet, tuungane naye mwandishi wetu wa kaunti hiyo Fabian Kibet. Upande huo pia tupate kusikia wazazi wanaye pia kusema. Kibet? Andre, niko hapa na mwenyekiti wa muungano ya walimu wakuu wa shule ya msingi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, aswa eneo la Keyo Kaskazini. Karibu sana mwalimu, tuko live katika TV47. Leo tunajadili kuhusu kurejea kwa wanafunzi shuleni. Pengine nyinyi kama walimu mmejiandaa vipi? Ama kwa mara ya kwanza tu ningependa uanze kwa majina yako. Naitwa Daniel Serem, mimi ni mwalimu Mindililwa na ni mwenyekiti wa walimu wakuu Keyo North. Mwandishi katika Elgeyo Marakwet County. Yeah. Swali langu ni kuwa wanafunzi wamerejea baada ya likizo ndefu. Pengine nyinyi kama walimu mmejiandaa vipi kupokea wanafunzi? Walimu wako tayari na tayari pia wameingia kazini, licha ya shughuli nyingi ambazo zinaambatanishwa katika mwanzo wa muhula, haswa mwaka inapoanza. Walimu wako tayari kwa sababu walikuwa wamejiandaa kwa kazi ya kurejea kwa wanafunzi. Swali langu la pili, mwalimu, wanafunzi wamekuwa likizo ndefu sana zaidi ya miezi mbili, na wao sasa wamerejea shuleni bila chochote. Inafahamika kuwa kiwango cha masomo kwao imeenda chini. Pengine nyinyi kama walimu mmejiandaa vipi kurejesha hiyo hali? Ni ukweli kwamba likizo ilikuwa ndefu na mambo mengi yalifanyika wakati wa likizo huo. Sherehe nyingi, Krismasi, mwaka mpya, shamra hizo zote inaathiri utayari ya wanafunzi kurejea katika hali ya masomo. Lakini hata hivyo walimu wanajikakamua kuhakikisha kwamba watoto wamerejea vilivyo katika hali ya masomo, kwa sababu utakuta kwamba kuna wanafunzi ambao walijisahau kiasi kwa sababu walienda wakaacha vitabu, wengine wakatembea kwa maduku na madada sao kukote Kenya, na sasa wamerejea. Ni jukumu letu kama walimu kuangalia kwamba wamerejea vizuri kwa masomo. Bila shaka umesema wanafunzi wamerejea shuleni. Ningependa tu mtazamaji afahamu, bila shaka wazazi pia wamekuwa na changamoto nyingi pia kurejesha wanafunzi shuleni. Idadi ya wanafunzi hadi sasa ambao wamerejea shuleni iko namna gani? Kwa sababu ya mabadiliko pia ya labda mahali pa kazi, wazazi wengine wanahama na mambo kama haya, utakuta kwamba kuna ulekevu fulani. Wanafunzi wamerejea ndio, lakini kwa asilimia kubwa si mbaya sana vile, kwa sababu ni karibu asilimia 90 hivi. Wale wachache ambao bado wangali nyumbani ni changamoto ya kwamba wazazi wamehama na wengine mahitaji ya msingi ambayo inahitajika pale shule ili warejee. Yeah. Tukielekea kumaliza, mwalimu, ningependa mtazamaji afahamu kuwa kuna changamoto pia shuleni. Inafahamika kuwa serikali wameweza kupeana zile ufadhili kwa mashule. Hali iko vipi katika eneo hili la Keyo Kaskazini? Mara ya kwanza kabisa serikali wametia bidii, kwa sababu kwa sasa wametoa fedha ambaye ni ya ufadhili wa elimu ya msingi, pia junior secondary, na wametoa kwa wakati ufaao sana. Kwa hivyo hatuna isipokuwa tu labda waongeze ile capitation. Hata hivyo wamejaribu sana kuleta kwa wakati ufaao, kwa sababu tayari shule nyingi wamepokea fedha hizo kwa sasa. Yeah. So mko tayari kuendelea kama shule, na ningependa tu uchukue fursa wako ama muda mfupi sana usungumuze kwa wazazi na pia walimu. Okay, ninawatakia kila laheri walimu na wazazi wanapojiandaa ama wanapojipanga kurejea kikamilifu muhula huu wa kwanza. Najua kuna mambo mengi ambayo yanahitajika, lakini mjikakamue. Walimu muhakikisha kwamba watoto wetu wamepata
kurejea shule ili masomo yao yasiathirike, kwa sababu wanasema mapema ndio best, vile wanasema, na hivyo kwamba warejee na washikilie nafasi zao wakati ule unapoanza. Nawatakia kila la heri na heri njema. Asante sana mwalimu kwa muda wako. Andrin huyo amekuwa mwenyekiti wa muungano ya walimu wakuu wa shule za msingi katika eneo hili la Keyo Kaskazini. Amesema muda bora ni ile wanafunzi warejee mapema na shughuli nzima ianze kuanzia leo kuelekea mwanzo wa mwaka tu, na yeye mwenyewe amesema mapema ndio best. Andrin, kutoka kwangu mimi ni Fabian Kibet. Asante sana Fabian Kibet. Mtazamaji, kutoka Elgeyo Marakwet tuelekee kaunti inayopakana na hiyo ya Kericho.